Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wapendwa popote mulipo wanapwani wa Afrika Mashariki, ni tarehe 28 mwezi ni wa 5 katika mwaka wa 2025, nikiwa na matumaini kabambe kwa kila alipo mwanapwani wa Afrika Mashariki uko salama salimini, pamoja na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kunipa siha nzuri na kuweza kupeperusha sauti yangu hii kupitia uwanja wa mwana wa jini TikTok. Lengo na shabaha la kupaza sauti kama kawaida yetu kuhusu historia katika pwani ya Afrika Mashariki, hususan historia ya Waswahili na lugha ya Kiswahili. Tumesikia ndugu zetu wengi wamezungumza kuhusu Uswahili. Mzee wetu Ali Makwere akisema kwamba kwingine Waswahili hakuna, Kiswahili kiko. Kwingine akisema kwa kuwa Waswahili wenyewe ama lugha yenyewe ya Kiswahili ilizaliwa na Wadigo. Juzi vile ama jana niliwahi kumsikia Istanbul wa Sheikh Abdullah Nasir akisema kuwa Waswahili wako, atatoa ushahidi na kila kitu. Sisi ama mimi Salim bin Abeidi sikatai kwamba Waswahili wako Waswahili, lakini nataka kukwambia Istanbul Abdullah Nasir, Waswahili ni akina nani? Mbona hutaki kuwataja? Wako makisiwani Mombasa tu basi, Wachangamwe, Wajomvu, Watangana, Wamiji, Wamvita, Wakilifi. Kwa nini uko makisiwani Mombasa tu basi usiende kwingine? Ambapo kwamba wanahistoria wengi wameashiria kwamba chimbuko la Uswahili na lugha ya Kiswahili ni Shungwaya huko. Tena walianzia Banadir, na wewe mwenyewe wasema kuanzia Warshekh, si Warshekh ni Banadir. Banadir, ukija Banadir na Marka na Barawa na Kismayu mpaka Lamu, wataja hivyo tu basi, lakini wakazi wa sehemu hiyo huwataji, kwa sababu hapa kuna watu waitwa Wabajuni, na wewe na Wabajuni sijui muna chuki gani Istanbul Abdullah Nasir, kwa sababu hawa Wabajuni wana haki yao pia katika historia ya pwani ya Afrika Mashariki. Kwa hakika Waswahili hakuna atapinga kwamba hakuna. Haiwezekani kuweko lugha iitwe Kiswahili Waswahili wasiweko. Lugha ya Kiswahili ndio lugha ya Kibajuni na Waswahili ndio Wabajuni. Wewe ulipata Uswahili ni matavua. Wabajuni wenyewe wasema tavua, baada ya kutafuna nini yaitwaje huyu mnyua, yale mabaki yale ya kuchema ndio uliopata wewe Uswahili wako, kwa sababu utamu wa Kiswahili na ukongwe wa Kiswahili uko kwa Wabajuni. Sehemu ulizozitaja kwamba kuanzia Banadiri huko ukataja mpaka Warshekh nyuma ya Banadir, lakini wataja sehemu wenyeji marufuku kwako. Vile umesema fuatana na mimi hadi mwisho ni kuoneshe ushahidi. Ukichuandalia kitabu cha Mgiriki katika karne ya kwanza kiliochungwa kiitwacho The Preplus in Erythraeum Sea, kwamba kimentaja Mswahili kwamba aliishi hapa mtu mweusi, lakini ukisema sio kama wanavodai watu kwamba walikuwa watu kando, watu walikuwa ni Wabantu. Sasa mimi Salim bin Abeid nataka unishibishe kwa ushahidi wako ulionao katika kitabu hichi cha The Preplus in Erythraeum Sea, kinachosema kwamba Waarabu walikuja wakawaoa weusi, walikuwa Wabantu. Hao Waswahili walikuwa Wabantu. Katika toleo la kwanza la kitabu hiki The Preplus in Erythraeum Sea, kilichoandikwa katika karne ya kwanza ama ya pili,
ukitoa mahali moja kuna neno Bantu, basi wewe ni mwanahistoria. Hapa hakuna ngoma za kukaanga Istanbul. Yani usichuoneshe sisi pengine uko na maktaba umekaa kwamba yani unenalo basi litakubalika. No. The Preplus in Eretrium Sea, kitabu cha karne ya kwanza, ukitoa ukurasa umoja iliyoandikwa Bantu, basi wewe ndio mwanahistoria wa pwani mzima ya Afrika Mashariki. Lakini hakuna hiyo katika matoleo mengine yaliyokuandikwa. The Preplus yako mingi, viko nyingi, lakini Preplus ya kwanza iliyoandikwa utapata sehemu ulizozitaja kwamba Uswahili ulianzia Banadiri huko, utapata sehemu Kuvumbi, visiwa vyote vya Wabajuni, Kuvumbi, Vipangadine, Chovae, Chandaa, Pate, Kiaiu, Ndau, na kila kisiwa cha zungumza mzunguko wake square ni kilomita ngapi, na kimeatana kisiwa na kisiwa kwa kilomita ngapi ama maili ngapi. Hizo visiwa vya Babajuni zilizotajwa katika karne ya kwanza. Hapa yaonesha wazi kwamba katika karne ya kwanza wenyewe Watikuu, watu weusi waliokuweko kabla ya mtu yoyote ni Mtikuu, na wewe hutaki kumtaja, wasema walikuwa hawaitwi Waswahili, wakiitwa nini? Wabantu. Ni hao Wabantu. Tuoneshe andiko la karne ya kwanza iliyoandikwa kilma kimoja cha Bantu. Moja. Jambo la pili tunataka kukwambia Istanbul, Abdullah Nasir, watu waliokuchunga vitabu wote walikuwa na dhulma za historia, hususan wa karne ya 18 kuanzia Wilhelm Blake, Menhoff, Malcolm Guthrie, Thomas Spear na Mathias Mbayala. Hawa wote ni katika maandishi yao ni dhulma chupu za historia waliokuandika. Walikhitilafiana wenyewe kuhusu Shungwaya. Wengine wasema iko Central of Africa, wengine wasema iko Zaire, wengine wasema iko Uganda, wengine wasema iko Mto Shavele kaskazini mwa Somalia. Ila mmoja tu wao katika wanahistoria hawa, naye mwanahistoria wa Kiislamu Shihabuddin, alisema Uswahili na Waswahili ulianzia Lamu huko, aliashiria. Lakini hawa hawakukubali kabisa. Na wewe sasa watuletea kwamba yani Waswahili wako lakini ni Wabantu, huku ukijutambia andiko la Mgirigi la karne ya kwanza, ukitoa ubahasha umoya ama ukurasa umoya uliandikwa neno Bantu, basi wewe ni mwanahistoria, hakuna tukuzuia. Kitu kingine nataka kuuliza Istanbul, Abdullah Nasir, leo maswali mawili tu. Swali la pili, wewe kila ukisema wasema kwamba hawa wamejikenda, babu yao ni Muyeye, alienda Shungwaya akaoa wanawake wawili, Mpose na Matseti. Hebu nataka kukuuliza, hawa ni kabila gani hawa wanawake wawili aliowaoa? Kwa sababu Shungwaya katika karne ya 15 na nyuma hakuna aliyeishi hata mmoja isipokuwa ni Mbajuni peke yake. Wa pili ni muhasimu wake wa jadi aliyekuwa akimpiga vita, Mgala. Basi sasa tuambie, Mpesi sijui na Mpose na Maseti ni makabila gani? Wala mzee Muyeye, hata historia zako za kuchunga za kina Menhoff na kina Mathias Mbayala na kina Thomas Spear kusema kwamba mzee Muyeye alienda kwapi akaoa ndio wakazaliwa Mijikenda. No, Mijikenda kuzaliwa Shungwaya. Mzee Muyeye hakutoka Afrika Magharibi peke yake akapiga mguu mpaka kwenda huko. Shungwaya iliingiwa na Wamijikenda wakiwa ni timu kubwa. Ilikuwa ni himaya ya Wabajuni
na siweze kukaa kwa zaidi ya mwaka mmoja, wakatolewa mbio. Na ililiyokuwaleta ni ndisa, magugu, chakula cha hayawani, nyasi, zikawaleta mpaka wakaingia Shungwaya. Ilipopatikana habari, Mbajuni hakukubali, ndio wakatolewa wakaja huko. Lakini hii historia ulitoa wapi? Hakuna. Iko Mwachangaza, lakini hakuna Mzee Muyeye aliyekwenda. Mzee Muyeye kwani alitoka Afrika Magharibi peke yake? Na historia yazungumza, wewe wajisahau mara nyingine, ndugu yangu Istanbul. Wasema kwamba yani Wamijikenda walitoka Afrika Magharibi. Sasa Mzee Muyeye mpeke yake ndiye aliyetoka huko, akaja akaoa hawa wake wawili, Mpose na Maseti. Lakini walikuwa ni kabila gani hao? Hicho hakuna. Ati kwamba yani Wamijikenda Wabajuni ni wajomba zao, hicho hakuna. Na Waswahili wako Istanbul, mimi nakwambia Waswahili wako, lakini ni akina nani? Waswahili ni Wabajuni, na lugha ya Kiswahili ni lugha ya Kibajuni. Na ukitaka interview watu wote washuhudie, mimi tayari nialika katika maktaba yako, maana mimi sina maktaba. Nialika tuzungumze ana kwa ana, ili watu wafanye faida, ukweli uko wapi. Sio kusema Waswahili wako kisha wajulikane ni akina nani. Ama utaje sehemu za kuanzia Banadiri mpaka uje sehemu za Wabajuni kisiwani Lamu, basi utaje sehemu, lakini wenyewe usiwataje. Umesema Waswahili walikuwa changu zamani, walijulikana kwa jina gani? Umeingia kona hapo, umesema walikuwa ni Wabantu. Je, kitabu cha kwanza kiliochungwa na Wagiriki kimetaja neno Bantu? Hilo ndilo swali langu ambalo kwamba uelezee wanapwani Afrika Mashariki, kwa sababu wewe uenda na ushahidi. Kwa hivyo tunataka ushahidi, ndugu yangu mpendwa. Nakutakia kila la kheri. Si mwingine ni Salim bin Abeid.